Na juma hili nilipoarifiwa nasema ya kwamba basi tunapenda kuwashukuru sana viongozi kwa sababu wameweza kutambua uwepo wa watu wenye mahitaji maalum. Maana tusipowatambua hapa, yawezekana kabisa asilimia kubwa Bwana atakapokuja ndani tutakuwa na deni kubwa, kwa sababu kuna uwezo mkubwa sana wa kufanya kila namna kwa mali na hali ya kuweza kuwafikia, kwa sababu mambo haya yanawezekana. Sayansi zao sasa hivi zinafundishwa hata katika mitandao, watu wanaweza kujifunza. Kwa nini basi tusitumie karama ya kipekee kujifunza lugha hii ya alama ili kuweza kufikia? Maana sasa hivi utume wa kanisa ni kwamba mission for all, one voice, ambayo hata leo kwa upande wa Dar es Salaam One Voice 27 imezinduliwa pale Magomeni, ambapo ina moto kwamba wanasema One Voice 27 mission for all, utume kwa wote. Sasa hatuwezi kusema kwamba utume kwa wote alafu tukaacha watu wenye mahitaji maalum. Nimesikia kuna kwaya kabisa, watu wa Uhuruni Bwana wa Yesu. Amina. Hata kusupport ni kwamba hata nimesikia kwamba mzee imba hapo kwenye hii kwaya ni support. Amina. Watu wenye mahitaji maalum wanapoona ya kwamba kuna support na wao. Nimeona sehemu nyingi sasa hivi kuna mtu ambaye ana-instruct mtu wa lugha ya alama sehemu nyingi, ikionyesha kwamba ni bidii kubwa inayofanyika makanisani ili kuweza kuwaleta kanuni au watu ambao wao kwa fikra wanaona kabisa ya kwamba mbona kama tunaanza. Hivyo tunahitaji kufanya kazi na bidii kubwa ili kwamba tuweze kuwafikia kwa wingi watu hawa, kwa sababu sawa wako kwa maoni yao, kwa idadi yao waweza kusema kwamba ni wengi kabisa, lakini bado kuna wengi si tu ambao hawawezi kuongea. Kuna wale ambao mtu ana mguu mmoja, huyu naye anahitaji kufikiwa, kwa sababu naye ni mtu wa mahitaji maalum. Tutamfikiaje? Tunatengeneza mazingira gani ili kwamba hawa watu waweze kuwepo hekaluni mwa Bwana, ili wao pia, maana pia wanahitaji kusikia habari hizi za wokovu. Na juma hii inatamani ya kwamba wote tuweze kuelewa, wote tuweze kusikia Bwana kwamba anasema nini hasa katika kipindi. Hawa watu wanapitia nyakati ngumu. Katika nyakati ngumu tunafanyaje? Katika nyakati ngumu ndizo nyakati ambazo ni baraka na fursa nyingi za kushuhudia habari za Bwana ziko hivi. Ila jao basi tuombe. Mungu wetu na Baba yetu mtakatifu, Mfalme, tunakushukuru kwa upendo wako. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mkuu. Na tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu na hapana Mungu mwingine zaidi yako. Jina lako na kanisa. Jioni ya leo tunahitaji kusikia kutoka kwako. Ni utangulizi kwa huduma wezeshi kwa juma lote hili. Sema nasi Mwokozi, hivyo tuomba katika jina la Yesu. Amen. Tunaishi katika kipindi ambacho changamoto ni nyingi sana. Uchumi umekuwa mgumu, na uchumi kuwa mgumu ni mojawapo ya unabii ambao umezungumziwa, ambao yule adui atafanya kila namna ili kwamba adhoofishe watu. Vita ya Marekani na Iran na Israel imefanya maisha yamekuwa ni magumu. Watu hawaelewi kwamba
kufanya nini? Tutafanyaje ili kwamba tuweze kutoboa? Bei ya mafuta ikipanda, kila kitu kinapanda, kwa sababu chakula kutoka kijijini kuja town lazima kitapandishwa bei, kwa sababu gharama za mafuta. Kufika mahekaluni, mtu mwingine anasema nikipiga hesabu na ubi sijui. Kila mmoja katika maisha haya amewahi kukutana na changamoto na matatizo ambayo ilimfanya kwamba ajiulize maswali mengi ya kwamba hivi kweli Mungu yupo? Si tu watu wa mahitaji maalum kwa japo masomo haya yaliyoandaliwa kwa juma hili yanahusu wao sana, lakini hata sisi ambao sio wa mahitaji maalum yanahusu pia, kwa sababu kila mtu anapitia changamoto. Yawezekana kazini ukawa mpoteza kazi, unajiuliza nitawezaje kuishi bila kazi? Ndoa yako ina matatizo, huelewi kwamba utatoboa vipi. Shuleni huelewi, lecture anataka hivi. Nipata story na marafiki zangu wa kusoma Injili. Sasa wanataka kwambia usipokuwa na uhusiano mzuri na lecture kubwa si rahisi. Anashuhudia kabisa, anasema ya kwamba kutoboa ni busy. Ukisema umseme lecture kidogo tu umepotea. Ni matatizo ambayo kama tusipoyaelewa katika ulimwengu wa kiroho tunaweza kuangukia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja. Kwa hivyo juma hili niwasihi mje. Kuna jambo ambalo Bwana anatamani kwamba tusikie. Katika changamoto kuna dada mmoja niliwahi kumfahamu, ambapo juma hili wimbo wetu mkuu ni wimbo nambari ngapi? Wimbo nambari wimbo nambari 51. Ndio tutatembea na wimbo huu, Yesu Mwokozi kwa hakika. Wimbo huu uliandikwa na dada mmoja aliitwa Fanny Crosby. Dada huyu alipata upofu wa macho tangia yuko na miaka mingi. Yalitokea majanga nyumbani kwao katika familia, ikapelekea kuwa kipofu maisha yake yote. Jioni fulani yuko na rafiki yake mtunzi wa nyimbo na mpiga kinanda mzuri kabisa na rafiki yake. Yule dada akiwa anapiga kinanda akamuuliza dada Fanny Crosby, akamuuliza, unaposikia tuni hii unaelewa nini? Nitatamani tuuimbe wimbo huu. Dada Fanny Crosby alipitia maisha magumu, lakini bado jambo lake moja ambalo alitamani ya kwamba ni kumtendea Mungu. Hata kama katika changamoto anayopitia, lakini bado aliendelea kumuona Bwana katika maisha yake. Miaka yote ya kuwa na upofu, lakini bado aliendelea kumuona Bwana katika upofu wake, katika changamoto, katikati ya giza. Somo la kesho ni kwamba kuonana, kukutana na Mungu ana kwa ana giza. Katika giza ndipo sehemu ambapo Bwana hujitokeza. Mwangalie rafiki yetu Ayubu, kwa miaka yake yote alikuwa ni tajiri. Alikuja akapoteza vitu vyote kwa siku hii.
Sijawahi kuona mwanadamu ambaye atapoteza vyote kwa siku moja. Fikiria sasa hivi kila ulicho nacho ndani ya siku moja vipotee vyote. Na katika kipindi hiko chote kuanzia Ayubu sura ya kwanza mpaka ya 38 Bwana alikaa kimya. Je, katika kipindi hiki cha giza yafaa kufanya? Juma hili ni juma ambalo tutajifunza ya kwamba katika giza ni mahali ambapo inabidi ya kwamba tusimame imara sana ili kwamba tuweze kumwona. Katika nyakati za giza ni nyakati ambazo tunabidi tusimame imara ili kwamba nyakati hizi zisitupeleke mbali na uwepo wa Bwana. Zisitufanye ya kwamba tukamwasi Bwana. Mke wake na Ayubu akamwambia si mtusi basi. Ayubu akaona mwanamke huyu ni pumbavu. Aliendelea kusimama imara katika changamoto, lakini Bwana alikuja kusimama akamtikia Ayubu. Sasa dada Fanny Coast alipoulizwa ya kwamba wimbo huu jioni hii unaposikia unaelewa nini? Dada Fanny Coast ndio akaanza akasema ya kwamba Yesu Mwokozi wa hakika. Ama kini ya juu sana. Yesu Mwokozi wa hakika, unipa furaha na amani, mrithi wangu wokovu wake, ni muhimu sana kwetu katika vipindi na nyakati ngumu. Ninatamani nisome jambo moja ambalo dada Fanny Coast aliweza kunifundisha hata na jambo la kwanza, uhakika binafsi wa wokovu katika Kristo. Haleluya. Katika nyakati ngumu Baba alisema ya kwamba daima nitamsikia. Nijitoapo nina raha. Hakuangalia changamoto yake. Alikuwa haoni, haelewi kinachoendelea. Ashumu sasa hivi maisha yako yote umeishi kwa raha, alafu upoteze Bwana. Poteza tu kuona, funga tu macho. Mwanga ukiwepo, umeme ukiwepo, taa zinawaka. Ghafla tu umeme ukakatika. Macho kwa yanafanya kazi ambayo ili kurudisha sight ili uweze kuona katika giza. Sasa katika kile giza macho yanapomana kuona, tafakari na fikiria kwamba ndio maisha yako yote mpaka kufa kuona. Hata kwa kukanyaga hupaoni. Jamani wapendwa, washiriki wa Burundi, tuwajali watu wa hawa waimani. Tuwafikie kwa sababu tunapowafikia kuna baraka tele katika kuwatendea watu. Na katika kipindi cha giza ni sehemu ambayo
yafaa tukutane ana kwa ana. Tusimame imara, tuendelee kumtukuza Mungu. Hata iwe Ayubu alikuwa akijikuna sana na majibu kutoka kichwani mpaka miguuni, ni jambo ambalo sio rahisi, lakini aliendelea kumsifu Bwana, aliendelea kuzitukuza fadhili za Bwana hadi pale Bwana aliposikia dua yake. Bwana anaruhusu tupitie changamoto ili kwamba tuzishuhudie ahadi zake. Tunapomalizia wimbo huu, ni wasii ya kwamba juma hili ni juma la muhimu sana, kwa sababu katika changamoto, jua linapokuwa linazama, maana ni nyakati ambazo kunakuwa na changamoto, yafaa tuenende vipi? Yafaa tutembee vipi ili kwamba katika changamoto tusije tukapoteza? mtazamo wetu na kuamini mpango mtakatifu wa Mungu katikati ya mapambano, tunaanza kuona kwamba baraka mara nyingi huunganishwa katika huduma, kugeuza nyakati za maumivu kuwa fursa za neema ya kimungu na maendeleo ya kiroho. Matukio haya yanatusaidia na yatakusaidia kuwa watu wastahimilivu zaidi, wenye huruma na walio na msingi wa kiroho, na kutukumbusha kwamba wema na kusudi la Mungu vipo hata katika misimu migumu zaidi ya maisha. Kupitia imani na subira tunaweza kugundua kwamba baraka za Mungu ni nyingi, zikibadilisha mapambano yetu kuwa chombo cha kutuongoza hadi kwenye ushindi wa kweli. Tuenende na tafakuri hii jioni ya leo, tunapokwenda kulianza juma jingine la kazi.
na tukikumbuka tukiwa tunakuja kwa Jumapili, Jumatano, Ijumaa na kisha Jumamosi kwa kuhitimisha, tuenende tukimtazama Mungu katikati ya changamoto. Wateja huwa